Haya, tusikilize sasa. Makusanyo yetu ya fedha ni kama ifuatavyo. Niombe popote ulipo, onyesha, usogee mbele. Onyesha, sogea hapa mbele. Jamani, huyu ndo tumemteua kama mhasibu wa familia. Atapokea michango ya wananchi wote mlioichanga, na maanisha michango ya papo kwa papo. Fedha iliyopatikana ya michango ya papo kwa papo ni 2,136,900. Piga makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Lakini familia Mpigauzi, mbarikiwe sana. Pamoja na kufiwa mulifikisha shilingi 539,000 pamoja na kufiwa kwenu. Mbarikiwe sana familia Mpigauzi. Hiyo iko ndani ya 2,136,000. Msije mkamshika bure, onyesha wa watu. Iko ndani ya 2,136,900. Niombe akabidhiwe, onyesha. Baba, kuna madeni mbalimbali. Hakikisha unalipa madeni mbalimbali, zinazobaki ziende kwenye familia. Kwenye madeni usikae kikao na mtu, sawa? Wewe unajua, utauliza nyinyi shingapi, nyinyi shingapi. Kwa kuwa na mimi nipo, nadhani hakuna atakaye kusumbua. Usiwasahau ma MC. Usiwasahau bana. Chukua kiforokoto hicho. Anakabidhiwa pale fedha 2,136,900 kwa niaba ya familia. Niseme kwa niaba ya familia, pamoja na kufiwa, pamoja na kuwa na majonzi manene, pamoja na kuwa na huzuni kubwa, mimi Daudi Mpigauzi nimeona acha sasa, baba ameenda, tukiwa wote tunalia, tutafanyaje kuendesha mambo? Acha nishikilie mambo. Mimi ni mfiwa, sikustahili kushika haya mambo, lakini tunafanyaje sasa? Baba ameenda, wote tukiwa tunalia kama wenzangu, nani sasa taendesha mambo? Jamani, mnionee huruma. Mimi ni mfiwa, lakini imenipasa kufanya hivyo. Baba yangu ameenda, baba yangu ameondoka. Kwa heri ya kuonana father. Bye bye father. Bye. Maneno yananishia, nimeshindwa, ngoja nikae chini. Endelea msi. Pole sana, pole sana. Jamani, tunatangulia kula chakula kwanza, ndio tunaenda kuzika.